Samia Suluhu Hassan ameendelea kukaliwa kooni kufuatia kauli yake aliyotoa siku ya Jumanne ya wiki hii dhidi ya nchi wahisani kwamba zisiingilie masuala ya ndani ya Tanzania. Alikwenda mbali na kuwauliza wao ni wakina nani hasa mpaka kuhoji maamuzi yanayofanywa na serikali ya Tanzania. Na hayo yalifuatia mauaji ya maelfu ya Tanzania ambayo yalianza rasmi Oktoba 29, lakini taarifa zinaeleza kwamba mauaji hayo bado yanaendelea mpaka muda huu. Na japo hakujatolewa takwimu rasmi ya idadi ya watu waliouawa, lakini maelezo yanadai kuwa watu waliokwisha uawa mpaka sasa hivi wanaweza kuwa wanazidi 10,000. Sasa Jumanne Samia aliongea na walioitwa wazee wa jiji la Dar es Salaam, lakini hawa ni makada wa CCM. Kwa hiyo katika mengi aliongea siku hiyo, mengi alikuwa ni ya kukera, kwa sababu ilitarajiwa kwamba labda angetumia hotuba hiyo kuliunganisha taifa, lakini pia kuonyesha kwamba serikali imeguswa na japo yenyewe imehusika na mauaji hayo, lakini angalau ungekuwa na lugha ambayo pengine ingeweza kuleta mshikamano kwa namna moja au nyingine. Lakini yeye alitumia fursa hiyo kuongea maneno ya hovyo sana, na miongoni mwa aliyoongea ilikuwa ni kuzilenga nchi wahisani, akidai kuwa ukoloni ulikwisha, kwa nchi hizo haziwezi kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Sasa kama ulivyoona katika makala iliyowekwa jana hapa Jasusi TV kwamba Marekani juzi ilichukua uamuzi mgumu, ilifanya maamuzi magumu, na maamuzi hayo ni tamko lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani kwamba inatathmini mahusiano yake na Tanzania. Sasa hii ni hatua kubwa sana katika masuala ya diplomasia, kwa sababu unapofikia hatua ya nchi, hususan hizi nchi kubwa kama Marekani au nchi za magharibi, nchi tajiri, kusema kwamba zinatathmini uhusiano na nchi fulani, hii ni takriban hatua moja kabla ya kukata uhusiano na nchi husika. Kwa hiyo ni moja ya hatua kali ambazo nchi inaweza kuchukua, na Marekani imeweka bayana kwamba inachukua uamuzi huo kufuatia wimbi la mauaji ya maelfu ya Watanzania. Lakini pamoja na hayo ni kwamba kumekuwa na matendo ya utekaji, ubakaji, ulawiti na vitu kama hivyo ambavyo vimekuwa vikiendelea kitambo nchini Tanzania. Sasa kwa mliosikiliza makala iliyowekwa hapa jana kuhusiana na hiyo hatua ya Marekani, makala ilitanabaisha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa nchi nyingine kufuata mkumbo wa hicho kilichofanywa na Marekani, na hicho ndio kilichojiri. Hapo jana nchi 17 zimechukua nazo maamuzi magumu kuhusiana kutathmini ya uhusiano wake na Tanzania, lakini pia kukemea yanayoendelea nchini Tanzania, na pia kuitaka serikali ya Tanzania ifanye jambo ambalo maelfu ya Watanzania wanalalamikia kuhusu miili ya ndugu zao waliouawa. Kuna watu wengi ambao ndugu zao wameuawa, lakini miili haijapatikana. Na moja ya sababu ya miili hiyo kutopatikana, na pengine haitopatikana tena, ni kwa sababu moja ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali ya Samia ni kuficha ushahidi wa mauaji, na hilo linaambatana na kuteketeza maiti za watu mbalimbali waliouawa. Kwa hiyo hata kama kuna shinikizo la kimataifa kuhusu upatikanaji wa miili ya marehemu, bado kutakuwa na changamoto kwa sababu idadi kubwa ya miili imeteketezwa. Sasa hizo nchi 17 ni pamoja na Uingereza, Canada, Norway, Uswisi, Ubelgiji, Denmark, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Poland, Slovakia, Hispania, Sweden, pamoja na ujumbe wa Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo jumla zinafanya kuwa nchi 17, na tamko lao linahusu matukio yaliyofuata, matukio yaliyojiri wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kuanzia Oktoba 29. Na tamko hili kwa kiasi kikubwa linaendana na lile lililotolewa na Umoja wa Ulaya siku chache zilizopita kuhusiana na yanayojiri nchini Tanzania. Kwa hiyo katika taarifa yao hizo nchi zilitaja kwamba zimelazimika kuchukua msimamo wa pamoja kufuatia hali ilivyo nchini Tanzania, ambapo kulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu na vyombo vya dola vimekuwa vikikandamiza haki za watu, lakini pia kumeripotiwa idadi kubwa ya mauaji, idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa wakiuawa na serikali
vyombo vya dola vinavyomilikiwa na serikali. Sasa ikumbukwe kwamba hili linajiri wakati ambapo juzi tu Umoja wa Ulaya, bunge la Ulaya nalo lilikuja na msimamo mkali kuhusiana na Tanzania, na bunge la Ulaya lilichukua maamuzi ya kusitisha misaada ya kifedha kwa Tanzania. Kuna mabilioni ambayo yalikuwa yamepangwa kuja nchini Tanzania, lakini sasa yamezuiwa kutokana na kinachoendelea nchini Tanzania. Lakini pia wakati haya pia yakijiri, ni muhimu kufahamu kwamba kumekuwa na jitihada za upande wa sheria kimataifa, ambapo mpaka sasa hivi tayari kuna kesi ambayo imewasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ambapo mshtakiwa kwa sasa ni Samia Suluhu Hassan. Kesi rasmi haijaanza, lakini kuna ombi la kufunguliwa kwa kesi, ufanyike uchunguzi kuhusiana na unyama mkubwa unaoendelea nchini Tanzania. Sasa haya yanaweza kuonekana kama ni labda ni vitu tu ambavyo vinafanyika vya kupita, lakini haya ni mambo mazito, hasa kutokana na ukweli kwamba Tanzania ni nchi maskini, na kwa kiasi kikubwa misaada, Tanzania inaendeshwa kwa misaada kutoka nje. Kuna kauli utasikia zinazoongelewa kama alivyosema yeye Samia mwenyewe katika hotuba yake hapo Jumanne, kwamba uhusiano kati ya Tanzania na nchi hizi mbalimbali kwa sasa umejikita zaidi katika masuala ya biashara. Lakini ukweli ni kwamba kwa kiasi kikubwa kabisa Tanzania inategemea misaada kutoka kwa hizi nchi za magharibi. Wahisani wakubwa wa Tanzania bado ni nchi za magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani na nchi nyingine za Ulaya Magharibi. Sasa nchi hizo tayari zimeonyesha kuwa haziridhishwi na mwenendo wa mambo nchini Tanzania. Kama nilivyoeleza katika makala ya jana, ni kwamba pengine kitu ambacho kinampa jeuri Samia mpaka kuwatolea kibesi hawa wahisani ni nchi mbili. Moja, yani maeneo mawili. Kwanza ni nchi za Kiarabu. Kama unavyojua nchi za Kiarabu zimekuwa na ukaribu sana na serikali ya Samia. Kwa upande mmoja nafahamu kuhusu bandari ambayo kuna ile swala DP World ambayo lilipigwa kelele sana. Mpaka sasa hivi undani wa ule mkataba ufahamiki, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo kulikuwa na taarifa kwamba wamepewa ardhi ile ya kudumu, lakini hayo yatakuja kufahamika huko mbele ya safari. Lakini upande wa pili kwenye mambo ya rasilimali, hasa mbuga za wanyama, kuna taarifa za maeneo mbalimbali kuwa yamekabidhiwa kwa nchi za Kiarabu. Upande wa pili wa kinachompa jeuri Samia ni pamoja na China, kwamba China imekuwa ikijitokeza mara kwa mara kuzisaidia nchi ambazo nchi za magharibi zimeamua labda kukata misaada. Lakini tatizo ni kwamba misaada inayotolewa China ni tofauti na misaada ya nchi za magharibi. Japo China pia huwa inatoa fedha za misaada, lakini kwa kiasi kikubwa China huwa inatoa mikopo ya miundombinu. Kwa hiyo misaada mingi inayotoka China imejikita zaidi katika masuala sekta ya miundombinu, lakini fedha si sana. Ndio wakati mwingine inatoa, lakini si mara nyingi, na mara nyingi msaada wake ni katika mfumo wa mikopo. Wakati nchi za Ulaya kwa kiasi kubwa, Marekani pamoja na Uingereza, Canada na nchi hizo za Scandinavia zimekuwa zikitoa fedha nyingi, na kuna miradi mingi ambayo inaendeshwa na serikali hizi kwa fedha ambazo inatoa kwa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo pamoja na hizi kauli za kibabe kuonyesha kwamba labda hiyo misaada haitajiki, lakini ukweli ni kwamba itakuwa vigumu sana kwa serikali ya Tanzania kuweza kusurvive bila kutegemea misaada kutoka katika hizi nchi. Kwa hiyo haya yanaweza kusaidia kuweka shinikizo, lakini la muhimu ni kwamba haya yanatokea wakati kuna maandalizi ya maandamano katika siku takriban 3 zijazo hapo Disemba 9 ya mwaka 2025. Unafahamu kuna maandamano yamepangwa kufanyika ambayo ni muendelezo wa maandamano ya Oktoba 29. Sasa dunia nzima inaitupia jicho Tanzania. Tayari serikali ya Tanzania imesema kuwa maandamano hayo sio halali na imezuia, lakini waandamanaji wamesema kuwa wao watajitokeza hiyo Disemba 9 na kuingia mtaani. Na ikumbukwe sasa hivi ni tofauti na ilivyokuwa Oktoba 29, kwa sababu walikuwa ni kundi tu la vijana wa Gen Z waliokuwa na hasira zao, lakini sasa kuna idadi kubwa ya Tanzania, maelfu ya Tanzania ambao ndugu zao wameuawa. Kwa hiyo idadi ya waandamanaji inatarajiwa kuwa kubwa zaidi, lakini pia hasira ni kubwa kwa sababu ya yale yaliyoshuhudiwa kuanzia Oktoba 29. Kwa hiyo hayo
ndio inayotarajiwa. Na Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hayo na itakuletea taarifa zaidi. Una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni kwenye comment. Asante na kwaherini.